Yohana huyo chapter 8 verse 30 to 31. Naye alipokuwa akisema hayo, wengi walimwamini. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi walioamini, ninyi mkikaa katika neno langu, mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Vile Yesu alisema hivyo, wanafunzi walishukuru na wakaitikia kwa neno la Mwenyezi Mungu, na Mungu akaendelea kuwanenea, ukikaa kwa neno langu, ndani ya neno langu, na mimi nitakaa ndani yako na utakuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Yesu aliwafunulia sababu yenye ilikuwa kwa huyu. Pengine huyu hakutambua inafaa ainuke afanye kazi ya Mungu. Wengi walijifunzia kwa huyo mtu, na wewe si ujifunze. Mwenye niliambia hakushukuru, hakuinuka kwa kutukuza Mungu, yeye aliendelea kukaa hapo. Umeingia na upofu fulani, wamekuhubiria, si uinuke ushukuru na ufanye lile ambalo linatakikana, huo upofu utoke kwako. Kwa sababu Yesu kwa kunena hiyo alijua hao wameona huyu ni kipofu, na hao wenyewe ni vipofu lakini hawachijui. Lakini ilikuwa waulize ndio wapashwe habari. Yule mwenye anaitikia neno la Mwenyezi Mungu na akae ndani yake afanye mapenzi yake, yeye atakuwa kwa njia sawa. Yesu, hao wengine waliinuka kwa sababu ya huyu. Neno la Mungu lilidhihirika kupitia kwa huyu kipofu, likafikia hao wengine ili watubu, watoke kwa upofu wenye walikuwa nao. Kwa hivyo wewe ukikucha hapa, chimulike. Hata ukiuliza swali wanakujibu, jiasesi kwa hiyo swali, kwa hiyo jibu. Hata wewe utapata, kumbe niko na shida hapa, inafanya nifanye hivi, nifanye hivi, ndio hii shida ikaweza kuisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hao wanafunzi waliuliza na wakafunuliwa, hata hao wakajua ya kwamba kumbe hata sisi hatuchaokoka, sisi ni vipofu lakini hatujitambui. Ndipo huyu akaletwa waone upofu wa kuona na macho hivi, ndio wajue ya kwamba hata hao ni vipofu kwa utofauti. Sisi tunaingia mahali hapa, hata kama wewe sio kiongozi, lakini uko na chenye kimekukuza, kimekukatalia, hautaki kutokukiacha. Bwana Yesu asifiwe. Kutokana na huyo mama, mimi nilijifunza kitu, nilimwelezea tena nikajifunza kitu kwa mwingine. Mtu akikuwa achachakuliwa kwa uongozi, anakuwa mtu mzuri, anafanya kazi mzuri yenye inafaa kiongozi afanye. Kuelekeza wengine anajua, lakini akipewa uongozi inakuwa shida. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia kwa hilo chipu lenye nilipata, na mimi nikajifunza hiyo tena, kwa sababu nilianza kufikiria kwa lile ambalo alinipa, kukaa nyuma na kuenda mapema ili akilenga kutolewa kwa kazi, kulichangia hiyo. Hilo likanifanya kupanua akili, kuanza ni kwa nini mtu akichakuliwa kufanya kazi ya Mungu ni shita kwake. Akaluha nyuma muri sala abesana alitapo aba mukaro kusala, inabidi tu arudi nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Nilijifunza kitu, inafaa utabol maombi yako ukiwekwa kwa uongozi. Usipo tabol na kutoa au tafaulu. Wala sirira kuba kisha wala bako mbeko saiti kali kuyombulu wali mbeko noshiri kupewa uongozi. Inafaa tuombe na tutoe maratabo, ndio tukue washindi kwa uongozi wenye tunapewa. Kama sio hivyo, na ndio tutarudi nyuma na tukue kipofu, kwa sababu hatutaki kazi ya Mwenyezi Mungu idhihirishwe ndani yetu.